Karibuni katika kipindi cha Njoo Tuongee. Mimi ni Maria Sarungi Tahai. Kipindi cha Njoo Tuongee, kama mlivyoona wiki iliyopita, ni kipindi ambacho kinatoa nafasi kwa sisi kwetu hapa studio, lakini hata kwenu nyinyi wananchi kuweza kuendeleza mjadala muhimu kuhusu masuala ya nchi na viongozi wakuu wa wizara mbalimbali. Na leo hii tuko hapa na Mheshimiwa Harrison Mwakyembe. Asante sana kwa kuja. Karibu sana. Katika portfolio ya wizara yake kuna masuala mbalimbali ikiwemo ya habari, ya utamaduni, sanaa, muziki na kadhalika. Lakini kwa sasa hebu tuanze kama ada kwa kuangalia takwimu, taarifa na data mbalimbali zinazohusiana na Njoo tuongee masuala ya haki ya kupata taarifa. Je, kuna urahisi gani wa kupata taarifa kutoka serikalini? Twaweza ilifanya utafiti, tukajaribu kupata taarifa kutoka ofisi 131 za serikali ndani ya halmashauri 26 mwaka jana. Na tukabaini kwamba maombi yetu yaliyokataliwa ni asilimia 67 ya maombi yetu yote, na yaliyokubaliwa ni asilimia 33 tu. Kwa hiyo kupata taarifa kutoka serikalini kwa kweli ni changamoto kubwa kwa mwananchi wa kawaida. Na upatikanaji wa taarifa katika ukigawa katika sekta, upatikanaji wa taarifa ni rahisi zaidi, japokuwa bado ni changamoto kubwa kwenye ofisi kwa mfano za ujenzi za wilaya, kwenye ofisi ya ardhi ambapo tulipata asilimia 43 ya maombi yetu. Lakini pagumu zaidi ni ofisi ya DED ambapo asilimia 92 ya maombi yetu yalikataliwa kabisa. Je, wananchi wana kiu ya kupata taarifa za serikali? Na ukiangalia kati ya mwaka 2015 mpaka 2017, kiu ya wananchi hao sisi wenzetu imeongezeka kutoka asilimia 60 ambao wanasema taarifa zinazomilikiwa na mamlaka za umma ni rasilimali ya umma. Kwa hiyo kiu hiyo imeongezeka asilimia 60 mpaka asilimia 70 ya Watanzania ambao wanasema ndio, ni taarifa zetu sisi kama umma na ni haki yetu ya kuzipata hizo taarifa. Tulipowauliza kuhusu maoni yao juu ya uwezekano wa kupata taarifa katika mambo yao ama masuala yao ya kila siku, mwenendo wenyewe na unaonyesha changamoto pia. Huku juu hizi sehemu tatu kuna uwezekano mzuri wa kupata taarifa. Kwa mfano, ukienda ofisi ya serikali kupata taarifa ya namna ya kumsajili mtoto aliyezaliwa, wananchi wanasema asilimia 71 kwamba watapata hizo taarifa. Au ukienda kwenye mamlaka husika kuuliza namna ya kutoa taarifa kuhusu rushwa, je, utapewa? Asilimia 56 wanasema ndio. Lakini huku chini kwenye kituo cha afya kuomba taarifa kuhusu dawa zilizokwisha au dawa zinazopatikana pale, asilimia 35, yani theluthi moja wa Tanzania ndio wanaosema tutapata hizo taarifa. Walio wengi asilimia 65 hawapati hizo taarifa kwenye vituo vya afya. Lakini changamoto nyingine ni hii kubwa sana. Tulipowauliza wananchi, je, umetafuta taarifa zozote zile? Je, umetumiaje haki yako ya kupata taarifa kwa kuzitafuta zenyewe? Na kwa kweli kiwango cha utafutaji cha wananchi kwa taarifa za umma ni mdogo sana. Kwa mfano, hakuna aliyetuambia kwamba alienda kutafuta taarifa za umma kwenye tovuti za serikali. Vyama vya siasa ni asilimia 2 tu ya Watanzania. Mashirika au asasi za kiraia asilimia 3. Ofisi za mamlaka za maji asilimia 4. Ni huku chini tu kwenye shule za umma ndipo wananchi wamejituma kutafuta taarifa kwa kiwango cha asilimia 16. Tuangalie sasa swala la vyombo vya habari. Lakini tuanze kujifunza au kuelewa jinsi Watanzania wanaona umuhimu wa sifa za demokrasia. Na hapa
wananchi tuseme 82% wanasema kwamba vyombo vya habari kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa uhuru ni sifa moja muhimu sana ya demokrasia. Wengine 88% wanasema wananchi kuwa huru kuikosoa serikali wanapodhani imekosea na yenyewe ni sifa mojawapo muhimu, na 82% kuwa na taasisi huru zenye nguvu na mamlaka ya kuisimamia serikali ni muhimu kama sifa za demokrasia. Lakini turudi kwenye swala la uhuru wa vyombo vya habari. Tukiangalia taasisi moja ya kimataifa ya Freedom House imepima uhuru, kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari, na huu mstari wa kijani unaonyesha kushuka au kubanwa kwa uhuru wa vyombo vya habari katika hapa Tanzania ukilinganisha na nchi nyingine za Kenya na Uganda, lakini zote mwenendo ni ufinyu au mbano fulani wa uhuru wa vyombo vya habari. Tuliporudi kwa wananchi kuwauliza, je, swala la uhuru na wajibu wa vyombo vya habari, hii takwimu ya kwanza inaonyesha kwamba kati ya nusu ya Tanzania wanasema au 55% vyombo vya habari vinapaswa kutoa taarifa juu ya maovu ya serikali na mambo ya rushwa na ufisadi. Lakini 45%, karibu idadi ile wanapinga kauli hiyo. Wanasema kwamba taarifa nyingi za matukio mabaya kama vitendo viovu vya serikali na rushwa huathiri nchi. Kwa hiyo hapa kidogo kuna mgawanyo ambao umelingana. Lakini sasa tukiangalia jukumu au haki au jukumu tuseme la serikali kwenda katika kulifungia gazeti, serikali ikitaka kulifungia gazeti lazima iutetee uamuzi huo mahakamani. Ni 91% ya Watanzania, yani Watanzania 9 kati ya 10 inasema ni lazima serikali ijitetee kabla ya kupata idhini au ruhusa ya kufungia gazeti, na ni 9% tu ambayo inasema serikali inapaswa kuwa na mamlaka hayo bila kutoa sababu mahususi. Swala ambalo lilitawala mwaka jana kidogo ni kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya vipindi vya bunge, na wananchi kwa kiwango cha 79% au wananchi 8 kati ya 10 hawakukubaliana kabisa na uamuzi huo wa serikali wa kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya vipindi vya bunge, na ni 12% tu ambao wamekubaliana na hilo jambo. Njoo tuongee masuala ya haki ya kupata taarifa. Sasa tumepata kusikia kuhusu takwimu, data na taarifa mbalimbali kuhusiana na uhuru wa kupata habari vyombo vya habari. Lakini kama nilivyosema, kutokana na kwamba Mheshimiwa Waziri ana portfolio kubwa, tutaingia pia katika nyanja zingine za michezo na kadhalika. Kwa sasa hebu tujikite kwenye swala hili la vyombo vya habari, na tumepokea zaidi ya maswali 100 kutoka mitandao mbalimbali ikiwemo mtandao wa Jamii Forums, kupitia Twitter tunatumia hashtag ya Njoo Tuongee. Nadhani maswali tutaendelea kuyapokea. Lakini swala la Bunge Live, watu wanauliza kwamba kwa nini Bunge Live hatupati tena, na Jamii Forums kuna swali imesema hatuoni hasa live kipindi kile cha mjadala, na kitu ambacho kinaonekana ni kwamba kwa nini live coverage inafanyika kwenye matukio mengine ya serikali, kwa mfano coverage zile za Ikulu au viongozi wakienda mahali fulani napewa live coverage, lakini inaonekana kama bunge hakuna live coverage ya mjadala mbalimbali. Pengine swala hili limechukuliwa kama kawaida wa Tanzania, kitu kitokea basi kitaongewa bila atakuwa na takwimu sahihi. Kwanza, live coverage ya bunge ipo, tunafanya hivyo wakati wa asubuhi, vipindi vya maswali, na pale ambapo kuna kitu muhimu ndio kinatokea. Hii serikali ya awamu ya 5 imekuja na policy mpya. Policy ya kuhakikisha kwamba kila pesa tunayopata itumike pale ambapo italeta tija. Leo tunashangaa kukatishwa kwa live coverage ambayo ni expensive. Hata sisi wenyewe TBC hatuwezi.
Lakini watu washangae kwamba sisi mawaziri tusafiri kabisa kwenda nje. Mimi sijawahi kwenda, wanaenda wafanya biashara. Lakini chuo Tanzania kitu cha kawaida. Leo hatuna posho zozote za mikutano, tunakutana hivi. Kwa hiyo hii ni serikali mpya imekuja na sera yake. Watanzania waiangalie katika njia hiyo. Kwa hiyo hata swala la live coverage ni swala gharama. Lakini kuna swali hapa. Nasema kama ni gharama kubwa na wanatakiwa kujikita kufanya kazi, kwa nini kuna taasisi kwa mfano TMF, Tanzania Media Foundation, ilijitolea kwamba italipia gharama? Hiyo isingesaidia? Ijitolea kwake wewe anauliza swali mwa kwetu sisi. Maana mengine ni hadithi tu. Tanzania hadithi. Leo tukiwaambia lipieni watapotea. Basi waje na proposal kwa waziri wa habari, utamaduni na michezo kwamba tuna pesa hii iweke pale juu ya meza. Tuone kama utamudu live coverage hata kwa zaidi ya wiki moja. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba sasa hivi unawaalika wadau ambao waje wasipige porojo tu. Unajua Watanzania wafundi kweli kusema ingekuwa hivi, ingekuwa hivi. Ndio maana nasema kwamba hii ni serikali mpya imekuja na maamuzi yake na ni very serious, kwa sababu kama ninavyosema posho zote tumeondoa. Leo nenda kwa waziri. Ilikuwa zamani unaweza kufika pale ukalisiwa kuku nini. Leo hii sana tukupa maji ya kunywa. Leo tunachapa kazi. Sasa hiyo washangazi wa Tanzania ila live coverage. Kuhusu live coverage, kwanza nifurahi tu kwamba mjadala sasa hivi umebadilika. Mwanzo ilikuwa ni kwamba mnafinya haki ya kikatiba. Hapana. Katiba yetu iongelee live coverage. Na katiba inaongelea kuhusu kupata taarifa. Sasa taarifa whether imechelewesha dakika 5, dakika 20, 30 ni taarifa. Na ikiwa reported pia, kama kwa mfano kuna hili sasa tukiingia kwa vyombo vya habari, kuna vyombo vya habari vinatoa coverage ya labda kitu kilichotokea bungeni au katika siasa, lakini inaonekana kwamba lazima wathibitishe kwamba hii, walete thibitisho labda ya picha au kadhalika. Sasa wasipokuwa na ile haki ya kupata taarifa ya live, watakuwa wanatoa wapi uthibitisho? Hapana. Mimi nafikiri mimi nafuatilia sana vyombo vya mitandao ya kijamii. Mimi naona live coverage kule inaenda na hatujawahi kuzuia hata mtu mmoja. Lakini la msingi hapa tuna chombo cha taifa cha kuwapa wananchi taarifa, TBC. Ndiyo. Kama kina matatizo ya kujiendesha, na tunajua kwamba kitu ni gari na duniani kote, sio kwamba ni practice kila nchi lazima ifanye hivyo. Wengi watarekodi na kurusha baadaye, na mimi nikuhakikishie hivyo. Unajua kwamba vipindi vyote vya bunge baadaye ukienda usiku utaviona vyote. Wapi? Ndio TBC. Mjadala wote tutauona, lakini utataka live. Sasa leo hii tunazungumzia kuhusu hapa kazi tu. Tuchape kazi. Watanzania tunazoea mno maneno bila kufanya kazi. Kulikuwepo kipindi mimi nafahamu likiwa bunge la 3 na 4. Watu wanaacha kazi kabisa ni kuangalia bunge, na wabunge tukajua kama ndio sehemu ya kuonekana, basi hata mjadala wenye tija hakuna, ni kurusha vijembe tu ili ushangiliwe na watu mitaani. Inatufaidia nini Watanzania? Nataka sisi tulipe zaidi, tufanye kazi zaidi, tuongeze ufanisi katika kila kitu tunachofanya. Lakini akipatikana mtu atakuwa tayari kuilipia bunge live kama ulivyosema, uko tayari kwa mjadala huo? Tutashukuru sana, aje tu hapa. Na juzi tumetoka kuweka mtambo mpya wa uplink na nini. Tuna vitu vingi ambavyo tunafanya sasa hivi muhimu zaidi kuliko hiyo live au kuchelewesha taarifa kwa dakika 20. Mtu anaona ni tabu sana. Sisi ni serikali ambayo ni makini, tunaelewa ni kitu gani muhimu sasa hivi tutangulia nacho. Lakini kama kuna mtu ambaye anadhani live ni so critical, aje atuambie mimi na budget hii na ni continuous miaka target. Sasa unajua bahati mbaya leo aje tumsikie. Sawa. Kuhusu TBC, watu wanauliza kwamba kuna juhudi gani au jitihada gani za kuboresha kituo. Hii imetoka kutoka Jamii Forums, kwa sababu wanasema ni chombo cha umma lakini pia ni cha taifa. Kuna juhudi gani ambazo zimefanyika ili kwamba iwe na picha nzuri, onekano mzuri, na habari wamesema zisibague kwa lengo la kuipendelea serikali? Haijawahi kutokea hivyo. Mimi unajua ningependa watu walio waje na mifano. Kila mara nikiuliza hawalipi mifano. Lakini naomba niwahakikishie tu kwamba TBC ndo shirika pekee la televisheni la utangazaji ambalo lina coverage kubwa nchini kupita shirika lingine. Wao wanatumia hii sio kingamuzi, visinguzi vyao. Tumekava nafikiri sasa hivi tumebakiza robo ya eneo la nchi kuweka minara, na najua mashirika mengine hajafika hata mikoa 3, 4, 5. Kwa hiyo tumeenda mbali sana. Sasa hivi kazi iliyobaki ni kuboresha
muonekano wa TBC, kuboresha vipindi vyao, na wanajitahidi sana wa vijana. Kwa kweli naenda kuangalia mazingira ya kazi ni magumu, lakini wanafanya kazi kwa nguvu sana. Hata sisi wenyewe kama serikali tumeonyesha mabadiliko makubwa sana katika kuangalia TBC. Kitu cha kwanza, utakuta mashirika mengi yanafanya kazi, yanapata faida kutokana na matangazo na nini, inabidi rudi treasury. TBC imepewa retain. Wale retain 100% wote wanachopata waweze kuwekeza katika kwenda kuboresha shirika. Mapema mwaka huu umeona hata rais wa nchi ametembelea pale matazzo na hale, tumeminya huku na kule kuwapelekea TBC pesa. Mwaka huu wa pesa tumepata pesa kwa ajili ya kuongeza usikivu wa TBC, hasa sehemu za radio, TBC radio. Hasa sehemu za pembezoni. Shida yangu kubwa mimi hasa ni radio, kwa sababu sehemu zote za pembezoni kule usikivu wetu ni mbaya. Kwa hiyo hilo hatufichi, na ndio maana sasa hivi tumepata pesa kuboresha usikivu maeneo ya Nyasa, ile kuzunguka ziwa Nyasa, upande wa Lushoto Handeni kule Tanga, upande wa Lamanga, upande wa Kibondo huko Kakonko. Kwa hiyo tumepata pesa, tumeendelea kufanya kazi, na mwaka huu tuna bilioni kama 3, nafikiri tuongeza wilaya zingine. Kwa hiyo kazi inafanyika na TBC inaendelea, ndio maana ina kazi yake sio mbaya, ni nzuri sana. Mheshimiwa Waziri, hapa kuna swali muhimu ambayo ni kuhusiana na kufungia magazeti, lakini wameihusisha kidogo na swala la TBC. Kutoka Jamii Forum swali imekuja kwamba Gabriel Zakaria wa TBC alipotangaza fake news juu ya rais wa nchi aliadhibiwa yeye pamoja na wafanyakazi wengine, lakini sio TBC kufungiwa. Mbona magazeti yanafungiwa wakati kosa ni la mwandishi mmoja kama ilivyokuwa kwa Gabriel Zakaria? Typical masuala ya Kitanzania, anachanganya maji na mafuta. Anitajie kituo cha TV tulichofungia. Yeye anazungumzia magazeti. Ndio hayo, maji na mafuta. Sawa. Magazeti kitu kingine na TBC kitu kingine. Ni chombo cha habari cha television ambacho tunajua mchakato wa habari unapokuja mpaka inafika kwa mtangazaji. Kwa hiyo tuliangalia, lakini tuchukua hatua. Na watu wengi walikuwa wanatulaumu, mbona mnawasimamisha hao? Umekosa nini jamani? Ni makosa madogo. Lakini vitu chukua hatua. Ina maana kwamba hii serikali haijali uko wapi. Kwa hiyo sheria, unachotaka kusema sheria ni tofauti kwa ajili ya televisheni na kwa ajili ya gazeti? Anitajie chombo cha habari ambacho kilitakiwa kifungiwe kwa tatizo hilo, na kosa ambalo ni sawa sawa kama hilo la TBC. Lakini akianza kuongelea magazeti hakuna gazeti hata moja lilofungiwa ambalo halijaonywa zaidi ya mara 6. Kuonywa, kubebelezwa, acha bana, ukienda hivi unavuruga nchi. Hii nchi inahitaji jamani nayo itulie. Hii ni incitement, ni uchochezi huu. Habari unapika tu, unaitoa tuko, kila kitu kiangio unapotosha. Sasa aniambie kituo cha TV ambacho kimefanya kama yale magazeti. Ndio maana nasema mambo mengine yanahitaji utafiti, ukae vizuri, sio tu kusema tu wewe unajua mbona haijali. Ndio typical hoja za Kitanzania. Sasa mimi niambie kituo cha TV ambacho kimetoa taarifa za uongo tukakiacha, tena tumekionya zaidi ya mara 5, 6 kama tunafanya kwenye magazeti. Ungekuwa umeniambia kwamba leo tunaongelea haya masuala ya upotoshaji, ningekuletea mimi faili ni kuonyeshe jinsi gani ambavyo mtu namuita, hii taarifa umepata wapi? Akasema nilipigiwa simu na mtu. Sasa uli cross check? Hapana. Hiyo ulipata wapi? Kwenye mitandao ya jamii. Hapa naona tatizo moja kubwa sana. Kuna tatizo la taarifa kwenye mitandao ya jamii kutumiwa na vyombo vya habari ambayo mimi nadhani sio sahihi sana, kwa sababu mitandao ya kijamii sio vyombo vya habari, ni vyombo vya taarifa. Unazungumza ya Mwema hapa yote hapa magazeti yote. Ili taarifa ulioitoa kwenye mitandao ya kijamii uweze kuitumia kwenye chombo cha habari, lazima utumie weledi wako. Sasa maana mitandao ya jamii haina waandishi wa habari, ni yoyote yule, darasa la 2 la 3, yoyote yule mtu ameamka kutoka usingizi, amelewa, anaingiza pale. Sasa wewe itoe hiyo taarifa bila kuihakiki. Wewe umesoma sasa tumia weledi wako kuichakata ile habari, ile taarifa iwe habari. Ndio maana tofauti ya taarifa na habari. Sasa ndio shida kubwa ambayo tumeipata kwa Tanzania. Uwezo kaenda ukapiki kitu kwenye mitandao ya kijamii, wewe unajifanya na degree ya journalism. Journalism gani hiyo?
ambapo unapiki kitu kule na kiingiza kwenye chombo rasimu cha habari. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa, na mimi nitafurahi sana siku nyingine tukapata muda mzuri tuongelee kuhusu magazeti tu na vyombo vingine vya habari. Mimi nitafurahi sana, lakini ninachosema tu ni kwamba tuna wajibu kama Watanzania kuilinda nchi yetu. Kuna swali hapa kutoka wakili Ben Ishabakaki, yeye ameuliza kupitia Twitter na anazungumzia magazeti haya ambayo yamefungiwa hivi karibuni, ingawa hajawa specific, naamini ni hii ya Raia Mwema. Amesema kwa nini section 52 na 54 nadhani anajua yeye mwenyewe ya Media Service Bill au Media Service Act imetumika kuhukumu magazeti wakati sheria inasema mahakama ndio yenye mamlaka. Amenukuu vifungu visivyo sahihi. Sasa mimi na mchallenge aende mahakamani, nitamshinda. Nafikiri hajasoma sheria, hatukutumia hicho kifungu. Anauliza na kama ametumia kifungu namba 59 cha Media Service Act kusema ana mamlaka ya kufungia gazeti wakati kifungu kinampa mamlaka kuzuia maudhui mabaya tu. Unajua hapa kuna mamlaka mbili, na mimi ningependa sana pengine, unajua tunawachanganya tu wasikilizaji wa kawaida. Tuna mamlaka mbili hapa, kuna mamlaka ya waziri na mamlaka ya kurugenzi habari. Mkurugenzi wangu wa habari na mamlaka yake, na waziri na mamlaka. Mimi upande wangu ni masuala ya incitement, masuala ya uchochezi. Nikiona hili swala huyu tunamuonya tutakuja kufika mahali tutakuja kuhatarisha usalama wa taifa letu. Mimi nikutoe mfano mmoja mdogo. Tumekuwa na mauaji Kibiti. Wewe chombo gani cha habari ambaye hujui kwamba wanaokufa kule ni wa Tanzania? Afu kesho unatoka na habari ya ajabu sana kwamba makomando sasa wa JWTZ wameingia kule msituni. Iwe kutoka gazeti moja. Mimi nimemgoja yaandika. Uliona wa makomando wa jeshi la wananchi? Niliona mtu mmoja na beret sehemu za Gongo la Mboto akielekea kule. That is irresponsible journalism. Unajua tunafanya mzaha, watu wanakufa kwa mamia, hafu sisi tunacheza. Umeona tu dalili fulani unapeleka. Inakuwa ni habari. Mimi sinawalia tupate muda tukae kwa tuje na sisi na ushahidi wetu, tuonyeshe ni wapi ambapo Watanzania nimemwambia hata mkurugenzi wangu wa habari kwamba pengine safari hii magazeti tunakiona gazeti chombo cha habari kimefanya makosa, pengine tukihoji mbele ya waandishi wa habari wengine, open hearing, pengine iwepo open hearing. Watu waone kwamba mwaka jana ilikuwa hivi, mwezi wa 4 ilikuwa hivi, mwezi wa 6 ilikuwa hivi, jana imekuwa hivi. Tuna mwezi wa mapato ya habari anasema aliniambia rafiki yangu, imekuwa front page. Sasa haya ndio matatizo ambayo tunayapata, na mimi bado naamini kwamba sisi taifa letu bado lichanga misingi yake ya utaifa na ya kuendelea kama taifa ambalo linaweza likakaa zaidi ya miaka 200-300 kama wenzetu. Tunahitaji bado kulinda na kutetea. Na hiyo swala la kulinda, kuna swali kutoka Jamii Forums kuhusiana na kulinda vyombo vya habari na waandishi wa habari, na amezungumzia kwamba kuna waandishi wamevamiwa kwenye mkutano wa CAF kipindi kile. Kuna hili swala la Clouds FM, tumesikia kwamba kuna matukio ambapo hoteli fulani mwezi wa April watu waliovalia mask waliwavamia hawa waandishi kwenye mkutano kule, na wanasemekana ni wanachama wa CAF. Je, kwa upande huu wizara inaweza ikawalinda vipi? Hivi karibuni tulikuwa tuna siku ya Day of Protection ya Journalism. Kuna hatua gani zimechukuliwa kuwalinda waandishi wa habari kutokana na matukio kama haya? Tutakuwa wizara yenye uwezo mkubwa sana kujua kila asubuhi mwandishi yuko wapi leo. Tumfuatilie kwanza. Tukianza kufuatilia waandishi wataanza kutuambia unaona wanatufuatilia mgongoni, wako tuchunguza tufanye nini. Hiyo uwezekano wa kumfuatilia kila mwandishi hatuna, lakini la msingi tu wanaweza karipoti labda mahali serikalini ikafanyika, au itafanyika tu kama kesi yoyote ya uvamizi. Hapana, ni wajibu wao, na mimi nadhani kitu cha maana sana wakaifuata wizara yao pale ambapo wanapata matatizo, lakini wafanye hivi. Mimi nikutoe mfano mmoja mdogo. Unajua juzi tulikuwa tuna kipindi na Loshe Vele. Nilazimika tu kusema baba wa taifa alituelea wengine kuamini kwamba, kutupa confidence kama kujiamini kwamba hili tuendelee, tunahitaji vitu vinne tu: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Hakuna kingine zaidi ya hapo.
Na ilibidi sisitize hivyo kwa sababu sisi tumetawaliwa kwa miongo kadhaa na wazungu. Kwa hiyo kuna imani ya kwamba akiwepo mzungu kuna miracle inatokea, kuna muujiza unatokea. Lakini kutokana na utandawazi, kutokana na maendeleo makubwa ya tehama ambayo imefanya dunia sisi iwe karibu, kitu ambacho kimefanya mtoto leo wa Tanzania anajua yote yanayofanyika London kesho asubuhi na wapi, kumetokea erosion, mmomonyoko wa tamaduni zetu, wa msimamo wetu, wa muonekano wetu, kiasi ambacho leo Mtanzania naamini kwamba mzungu ni mtu mmoja so credible kuliko hata tumefungia magazeti. Nataka kueleza kitu ambacho kimenishtua sana. Naomba basi kwa hiyo semani sana, tunapata matangazo mafupi ili tuweze kuizungumzia vizuri. Basi nitaielezea vizuri. Sawa, asante sana. Tupate matangazo mafupi. Karibuni tena katika kipindi cha Njoo Tuongee, na tupo leo hii na Mheshimiwa Harrison Mwakyembe ambapo tunajadili mada mbalimbali, lakini hususan sasa hivi tulikuwa tunajadili swala hili la vyombo vya habari, na kulikuwa na mjadala ambao ulikuwa umeanza kuhusiana na vyombo vya habari na swala la kuwafungia, na swala pia sasa hivi tunazungumzia jinsi gani ya kuwalinda waandishi wa habari wakiwa kazini. Nakumbuka ulikuwa umeanza kutoa mfano moja mzuri lakini ilibidi tukatize kwa sababu ya mapumziko, ni kuhusiana na kuwalinda waandishi wa habari. Ni kweli kabisa. Nilipokuwa Mwanza ilikuwa siku ya vyombo vya habari, niliwaambia waandishi wa habari wenzangu, na mimi mwenyewe ni mwandishi wa habari, kwamba hebu tujifunze sasa kuwasiliana kwa karibu na wizara yenu. Kilitokea kitu, hebu itaarifu wizara yako. Kitu hata ukiwa na swali gumu, nenda wizarani kwako. Lakini mwandishi, kwa mfano gazeti tumelionya mara ya kwanza mpaka ya 6, mpaka tunachukua watu kwamba basi sisi tunakufungia, wala hawaji. Hakuna hata moja amekuja wizarani, ila unasikia ameenda ubalozi fulani, ameenda kwa sababu ya wazungu. Tunasema hii mentality ya wazungu inatokea wapi? Na hii ni serikali ya awamu ya 5, haina mambo ya kipuzupuzi kama hayo. Lakini sisi tungefurahi sana, njoo jenga hoja. Ndio maana kwa mwandishi wa habari ndio nataka kusema kwamba tatizo lingine ni kwamba wao wenyewe waandishi na vyombo vyao hawajataka kujenga madaraja. Sisi wizara yangu, milango yako iko wazi saa 24 kusikiliza, kujadiliana na tuweze kuboresha mazingira ya waandishi wa habari katika nchi yetu. Nadhani ni faraja kubwa, lakini pia kwa vyombo husika, hasa kwa waandishi wa habari kusikia kwamba unasema kwamba uko tayari kuzungumza. Kwa hiyo tunatarajia kuona kwamba labda kwa siku za hapo mbele mahusiano haya yanaweza kaendelea kukuzwa. Tunaomba tuhame sasa, tuende kwenye swala hili la michezo. Na inaonekana hapa swali mmoja ambalo nimetoka kwa Bwana Chagulani kutoka Twitter, anauliza, kupitia sera, sheria na uwekezaji katika michezo nyingi za Ulaya zimejenga ajira kwa vijana na serikali kupata mapato. Nini mpango wa serikali kuhusu hilo? Kwanza nimshukuru sana Ukiana kwa maoni yake. Kwa kipindi kirefu wa Tanzania tumechukulia michezo kama burudani na kama ni sehemu tu ya kuimarisha afya zetu, lakini tulikuwa tujisisitiza sana kwa vijana wetu kwamba michezo vile vile ni chanzo muhimu sana cha ajira, tena ajira ya uhakika kweli kweli. Tumeona jinsi ambavyo vijana wanaocheza mipira huko Ulaya anahama, mshahara anaopewa unaweza ukatulipa kwa kweli viongozi wote mkoa wa Dar es Salaam hapa tuliopo, kwa mshahara wake wa siku moja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Watanzania tukiweza tukapanga mpango wetu vizuri, tukafanikiwa sana. Nchi ni nchi ya wana michezo. Na ndio maana sasa hivi tumesisitiza na kupitia Mheshimiwa Waziri Mkuu tukiwa bungeni kwamba kuanzia sasa tutahakikisha na sisi tunatumia mifumo yetu tuliyokuwa nayo kuweza kulea vipaji. Tuko na mchezo wa kutokulea vipaji. Tunabahatisha tu. Chukulia mchezo wa mpira wa miguu. Unamwona Leonard Gatenga University of Dar es Salaam pale amecheza mpira mzuri. Huyu anafaa timu ya taifa. Hiyo imepitwa na muda. Sasa hivi vipaji vinaelelewa toka udogoni kabisa. Ndio maana kupitia Mheshimiwa Waziri Mkuu tumesisitiza kuanzia sasa michezo yetu ya shule za msingi tunatoa kipaumbele namba 1, shule za sekondari ndio UMITA, SHUMTA na UMISETA itafanyika kila mwaka
bila kwa kweli kusimama, kwa sababu hizo ndio people's academies zetu, sports academies. Wenzetu wana hizo academies ambazo ni ghali mzazi kupeleka mtoto kusomeshwa pale, lakini sisi tuna shule zetu hizi tuzigeuze tu kuwa ndio academies zetu, lakini kwa kuwa kuratibu vizuri na kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji wazuri baadaye. Leo hii, mwaka jana nafikiri vijana wengi walihamasishwa, na mwaka huu tulipokuwa na timu yetu ya Serengeti ikafanya vizuri sana, ikipiga nchi mbalimbali, lakini yote ni kwa sababu tuliwalea vijana kuanzia 2013 pole pole ukiwa umri mdogo mpaka kufikisha miaka 17, na wataona Watanzania tena tumeendelea vile vile kulea. Kila mwaka tunachukua vijana sisi ni wenyeji wa AFCON hapa 2019, na Watanzania watashangaa hawa vijana tulionao sasa hivi ni wazuri kupita Serengeti iliyopita. Tutafanya maajabu kwa sababu tumepisha katika hilo hayo malezi, na mwaka huu tunafikiria pengine tuwapeleke Sweden wakae muda mrefu, kwa sababu pia bila exposure, bila kuona sasa ukabana na mzungu pale akaanza kuangaza kumwangalia vizuri amekaaje, tunataka tumpe uzoefu huo. Kwa hiyo swala la michezo limechukulia kwa nguvu sana. Nafurahi sasa hata idadi ya Watanzania kwenda kucheza michezo nje ya nchi imeongezeka, ni kubwa sana. Tumeanza sasa hivi kuhamasisha wazee wenye pesa kidogo tuwapeleke watoto wao kwenye hizi sports academies nje. Juzi mliniona nikisindikiza vijana wawili wanaenda Manchester City Academy na lakini sasa swala hili labda ni swala la fedha pia kwa serikali, inaweza ikawa na mipango. Je, mna mpango madhubuti wa kukusanya fedha wa kutumia njia yoyote katika kuendeleza sio tu michezo lakini utamaduni na nyanja yote hii ambayo inaonekana kwamba inatoa ajira kubwa sana kwa vijana? Tumekuwa aggressive sana. Serikali ya tano imefanya mambo mengi ambayo sasa tumeweka msingi wa kuhakikisha kwamba kwa kweli tunaonekana duniani. Nikutolee tu mfano moja mdogo. Mwezi mmoja miwili iliyopita tulikuwa na kitu kinaitwa Jumuiya ya Afrika Mashariki Arts Festival, inaitwa Jama Fest. Ni tamasha la utamaduni na sanaa la Afrika Mashariki. Nchi zote zinakuja, ni kipindi cha utalii mkubwa, kipindi cha maonyesho, kila mtu anaonyesha. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tumekwenda Kampala, Watanzania zaidi ya 350 kuiwakilisha nchi, wengi wakiwa wanajitegemea. Serikali imetoa hela kidogo sana kusaidia hapa na pale, lakini inaonekana mwamko mpya umejitokeza katika nchi, na tukaombwa rasmi na wenzetu wa Afrika Mashariki kwamba sasa Jama Fest inayokuja ifanyike Tanzania, Dar es Salaam, ila sama Arusha. Tukasema tutaamua si wenyewe. Tukamtaarifu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akasema kwenye swala la sanaa, swala la michezo, sisi tunakubali kuwa wenyeji. Kwa hiyo 2019 kwa hiyo yote inaonyesha jinsi ambavyo sisi wenyewe tumelichukulia swala la sanaa, swala la utamaduni, swala la michezo kwa nguvu sana. Kama nilivyosema, sisi ni wenyeji wa AFCON 2019. Inahitaji maandalizi makubwa. Nimeunda kamati ya watu 25 pamoja kusaidia na TFF ambao tutaitangaza ndani ya muda mfupi, kuanzia pengine kesho kutwa. Hao wote 25 ni local organizing committee, kuhakikisha kwamba tunaendesha mashindano hayo kiweledi. Maana nchi 8 zitakuja hapa kupambana, na tukiwemo na sisi wenyewe. Lazima tuwe na viwanja vizuri ambavyo vimepitishwa. Nashukuru Mungu kwamba kiwanja chetu kikuu cha taifa kimekaguliwa, kila mtu anainua mikono juu kwa sababu tumeweka nyasi vizuri sana. Sikutaka mtu yote aingilie pale hapa katikati muone tucheze kidogo. Hapana, kachezeni viwanja vingine. Kwa hiyo utakwisha kuanzia Disemba tutakuwa na kiwanja kizuri kabisa. Tunafunga la milango, kitaanza kutumika pole pole, lakini nyasi zile zitakaa zaidi ya miaka 10. Tutahamia kiwanja cha Uhuru. Tutakutoa ile carpet imeshachoka. Najua mikoa mingi italilia tuwapelekee ile carpet iliyochoka, lakini nachosema ni kwamba tunabadilisha pale. Tuna uwanja wa Kaunda, tutaubadilisha vile vile. Yote ni mipango ya kuonyesha kwamba nchi iko serious. Na nikutolee mfano mmoja mdogo mwingine. Watanzania tuna vipaji sana katika michezo. Nikutolee mfano mchezo mmoja tu, mchezo wa boxing. Kuna mtoto wa Kitanzania anaitwa Ibrahim. Sasa hivi yeye ndio bingwa wa dunia wa lightweight, na ameenda kupigana Ujerumani akapata ule mkanda, lakini vile vile ana mikanda miwili ya Afrika. Tumempokea, akaja kuniambia sasa, mzee, naenda kutetea taji langu Malaysia. Nikasema hapana, utatetea hapa, kwa sababu vijana wetu wengi wameshashika mataji ya dunia, lakini baada ya wiki mbili wamenyang'anywa.
na wanaitwa nje kule, sijui wakienda kule wanapewa maharage aliyooza, asubuhi anaamka amechoka miguu na wanapigwa kweli kweli, lakini cheka umeshakuwa na mikanda dunia. Nikasema safari hii hatuchezi mbaya, tucheza hapa hapa. Kinahitajika kitu gani? Pesa nyingi zaidi ya milioni 200. Sema mimi nitapita na bakuli kuomba. Kwa hiyo sasa hivi unaomba sekta binafsi na mwisho mapambano nafikiri ni mwisho wa mwezi huu. Na tutaanza matangazo muda si mrefu kutoka sasa kuhamasisha Watanzania wengi kuja kuona huyo kijana wa Tanzania akitetea taji lake. Hiyo yote inaonyesha jinsi ambavyo serikali ya awamu ya 5 imedhamiria kuhakikisha kwamba kwa kweli tunabadilika. Tusitegemee tu bahati. Hapana, sasa hivi ni kulea vipaji na kuvilinda. Asante sana. Kuna swali moja tu hapa ambalo nimeona liko tofauti kidogo, nadhani umejibu maswali mengi, na inatoka kwa bwana Baalawi kutoka Twitter. Anausema kukataliwa Zanzibar CAF na FIFA kunarudisha nyuma mchezo wa mpira ambao waweza kuwa nuru ya maendeleo. Tatizo nini katika mfumo wa muungano na unaweza ukawasaidiaje? Pengine kwa sababu hili swala tumelichukulia kwa ngazi za juu sana kiserikali, na tunadhani inahitaji diplomasia ya hali ya juu kuweza kutoka huko. Pengine situmie muda mrefu sana kulielezea. Ninachosema tu ni kwamba tumepigana sana kama Tanzania kuhakikisha Zanzibar nayo inakuwa mwanachama independent, naye mwanachama wa CAF, na baadaye kupigane upande wa FIFA naye atambuliwa vile vile. Ni faida kwa Watanzania. Tumepigana sana. Lakini baada ya muda si mrefu wenzetu wakaja na uamuzi kwamba pana, hata FIFA wenyewe wametoa taarifa kwamba hiyo hatukubali. CAF nao wakatoa taarifa hiyo. Tumechukua hatua kadhaa kama serikali. Tumeanza uchambuzi kwa ngazi ya chini, imekuja sasa imefika ngazi ya mawaziri. Tunaifanya kazi hiyo kidiplomasia. Tumeshatuma ujumbe mpaka kwenda CAF. Lakini tusingependa haya mambo ya rushwa sana, kwa sababu ni mambo ambayo kwa kweli ni tete, tutakuja kuharibu kabisa mambo ambayo tumeshaanza. Kwa hiyo naomba tu ndugu yangu aliyekuwa anauliza swali kwamba awe na subira, tunalifanyia kazi. Tukienda pupa hao wenzetu wana madaraka makubwa kweli, wanaweza kafunga milango yote. Sasa hivi kwa mfano Zanzibar ni associate member wa CAF, anatambuliwa, anafika kwenye vikao, anapata waweza hata kutuondoa hata huko, tukionyesha kama Watanzania tunakuja. Mwanzo wengine walikuja Zanzibar, haiwezekani, uonevu. Hatufanyi hivyo. Ni diplomasia sasa hivi. Sawa. Tunaenda kupata matangazo mafupi, tutarudi tena na maswali mengine. Tuko pamoja na Waziri Mwakyembe hapa live studio. Karibuni. Na tupo tena hapa studio katika kipindi cha Njoo Tuongee. Tupo hapa live au mubashara na Waziri Mwakyembe, na tulikuwa tunazungumzia swala hili la intellectual property na swala hili hakimiliki na hatimiliki kwa ajili ya wanafunzi vyuoni. Je, sheria inaweza ikawalinda vipi? Nilikuwa naeleza tu kwamba kwa hii mali isiyoshikika, intellectual property, inafuatana wewe uko katika mazingira gani. Kwa mwanafunzi wa shule, wanazuoni wanabishana sana kwenye hili, lakini yapo maamuzi kuonyesha kwamba kama upo shuleni na umunduzi wako ni sehemu ya kupata shahada yako au sifa yoyote katika hicho chuo, huo utafiti uliofanya ni mali ya hicho chuo. Na vile vile kama umeajiriwa kwa kazi fulani na katika ajira yako ukagundua kitu fulani, vile vile kuna hoja nzito sana kwamba hiyo ni sehemu ya hiyo kazi yako, kwa sababu imelipiwa kwa ajili hiyo na wewe umepata faida kutoka na hiyo. Kwa hiyo kwa kweli hakuna jibu rahisi kusema kwamba nitawatetea, nitaenda kwenye vyuo, nitasema hiyo ndio. Hapana. Sasa hii ninachosema mimi ndio msimamo hasa katika sheria za hizo intellectual property. Kidogo hapa kuna Remigus Kiaruzi anazungumzia na inaendana na hiyo kuhusu watengenezaji wa filamu na nyimbo hizi za kiinjili, kwamba wakienda kutafuta stika za TRA wapo ambao wanaambiwa kwamba labda hizo stika zipo au zina usumbufu, na anauliza kwamba utamhakikishaje kuondoa usumbufu huu ili vijana waweze kuuza kazi. Sijui kama taarifa kama hiyo umewahi kupokea.
Hapana, mimi nimefurahi kusikia hilo, lakini nadhani naye yuko nyuma kidogo ya maendeleo makubwa yanayoendelea sasa hivi katika tasnia yao. Mimi nimewakusanya makundi yote, upande wa filamu, upande wa muziki, upande wa uigizaji na kadhalika, kwamba sasa tuingie katika tehama wote kwa nguvu, tuachane na mambo ya stika. Sawa, yataendelea, lakini tuingie katika utafiti, si wenyewe wa Tanzania tutafaidikaje. Mimi nafurahi kusema kwamba tumefanya maendeleo makubwa sana katika kila tasnia, na uhakika ndani ya miezi 6 tutakuwa naongea lugha tofauti sana. Lakini swala lake la stika, mimi naomba tuelete wizarani au apeleke BASATA tuweze kuelewa ni mtu gani uko TRA ambaye anafanya tena mambo yasiyotakiwa, kwa sababu wanapojitokeza wasanii wetu wakitaka kulipa kodi, ni kama unawazuia wasilipe kodi ya nchi. Sasa hiyo sio sahihi, na sisi kama wizara tutaingilia kati. Kuna swali hapa kutoka Daudi Charles, yeye yuko Twitter, anasema Mheshimiwa Waziri, swala la vazi la taifa limefikia wapi? Swala la vazi la taifa, niseme kwa kifupi tu, liliishia baraza la mawaziri serikali iliyopita, ambapo msimamo ulikuwa ni kwamba hebu tuache Watanzania waamue wenyewe vazi ambalo wataliona ni la hadhi na watalipenda wenyewe, kwa sababu utafiti umeonyesha sehemu nyingi duniani kuna vazi naibuka tu lenyewe. Kwa mfano sasa hivi wanaume wa Kitanzania ukivaa kaunda suti unajiona umevaa vazi ambalo ni stahili, ni sahihi, sio tu la heshima, lakini vile vile unaona kama inakubalika kitaifa, na polepole akina mama nao tutaanza kuona inaibuka. Sasa tulichokuwa naogopa serikali wakati huu ni kuprescribe, ni kuweka kwamba sasa wote sijui kola ikae kushoto ufanye hivi, inakuwa kama tuko kama shuleni hivi. Kwa hiyo ulikuwa ndio msimamo huo, lakini Watanzania mna haki kupitia wawakilishi wenu kuibua tena mjadala huo, kama kweli mnataka tuwe na aina moja ya nguo badala ya ile falsafa iliyotumika serikali iliyopita kwa awamu ya 4 kwamba hebu tuache Watanzania wenyewe watakuja kuibua tu kitu ambacho kitakubalika kitaifa. Ni kweli. Na labda tu kuna swali lingine ambalo linahusiana na wasanii, kwamba msanii akitoa elimu kama vyombo vya habari na vingine, kwa nini inaonekana, na ametoa mfano wa Roma, kwamba kuna vikwazo kwa waburudishaji, yaani wanakuwa wanapata changamoto fulani kwamba kwa sababu wanaonekana kama vile wao labda maudhui yao haendani na ya kuisifia serikali. Unaweza ukaizungumzia vipi? Kwa sababu hili swali limekuja kwa njia moja au nyingine katika sehemu ya jamii forums, mitandao ya Twitter na kadhalika. Hapana, sijui kama anayeandika anaelewa mpana wanachokiongelea, kwa sababu mimi nafikiri nimeshasikia nyimbo za vijana wangu zaidi ya 2000 sasa hivi, lakini naweza kuhakikishia kwamba zaidi ya 1500 nyimbo zinaimba vitu vya ajabu kabisa, na Watanzania wengi wanalalamika. Ni kweli kuna mtu hapa ameuliza kuhusu maadili na ujumbe za nyimbo. Ndio hivyo, lakini kwa sababu sisi ni jamii, watu ambao wanavuka mpaka kupita kiasi tunajaribu kuwarudisha. Alafu tutakulea vijana ambao pia wanaheshimu nchi yao, wanaheshimu uongozi, wanaheshimu wazazi wao. Kwa hiyo ni hicho tu, lakini sio kwamba tunataka. Kwenye siasa wanaruhusiwa hata wasanii kuimba mambo ya siasa, hata kama ni kukosoa. Mimi nafikiri ndio wanavyofanya kila mara, lakini mimi kwa mfano nimewahi siku moja kuongea na waandishi, pengine ni muhimu sana na wasanii. Wasanii wakanipinga, hawakuelewa nilikuwa nasema nini. Mimi nilimwambia, ukitaka kufanikiwa katika sanaa, hebu usijiingize kujifanya wewe ni mwana siasa. Kwa sababu unaingia sehemu nyingine, maana wengi wanajilinganisha na wabunge walioko bungeni. Wabunge wana protection ya katiba. Si wanaona kina Yusundu wamefanikiwa huko West Africa. Lakini umesikia anachoma Yusundu. Yusundu mimi mpenzi sana wa Yusundu. Sijai kusikia mbote wa Yusundu akisema wewe jamaa kichwa chake kiko hivi sijui nini, mambo ya kipuzipuzi haya. Ninachosema tu ni kwamba ukitaka kufanikiwa wewe bobea katika weledi, imba nyimbo za maana. Ukitaka kufanya siasa ujue wewe huna protection, ulinzi ambao wabunge wanao. Maana wewe mbona Sugu anasema hivi bungeni, sasa wewe anafanya hivi, wewe raia wa kawaida utashtakiwa. Watamshtaki wale wengine kwa kashifu, kwa sababu huwezi kuyasema hapo nje
hebu imba nyimbo. Nikawatolea mfano wa vijana wengi sana barani Afrika waliofanikiwa sana. Hebu sikiza nyimbo zao. Watoto wa kike mwakene Tiwa Savage. Wamewahi kumsikia naimba lini, sio mzee Babangida huko hivi. Nikukosa tu ile picha. Nimwambia Lakini kuna wale wa Felakuti enzi hizo. Au ni exceptions, ni moja katika jamii. Fela Lamson Kuti naye ndio aliishia, pamoja na kufanikiwa sana, aliishia maskini kutokana na mambo haya. Kila siku kupigana na serikali yake. Lakini leo niambie, wakina Davido, umewahi kusikia leo naimba mambo ya ajabu ajabu. Lakini akina P Square ndio wanafanikiwa duniani. Akina Diamond, akina Alikiba wanafanikiwa. Kwa hiyo sasa wewe halafu tunataka kubwa la elimu hapa. Vijana wangu wengi bahati mbaya elimu yao haitoshi. Ukitaka kuwa critique wa serikali, soma basi kidogo. Unaweza kuwa critique tu bluntly, wala hata unachokisema ukielewi, mwisho unaishia kutukana tu. Kwa hiyo sanaa na elimu ni vitu vinakwenda pamoja. Kwa hiyo ninachosema, nchi ni huru, imba unachotaka, usitukane watu, usikiuke maadili ya nchi, kwa sababu sio lazima serikali kujie juu, hata raia wenyewe, hata wananchi wenyewe watakujia juu. Kuna kijana mmoja ameimba hapa kwamba hili ningezaliwa London kama mbwa kuliko kuzaliwa hapa. Sasa kama Watanzania wanafurahisha hayo, sisi tumwambia waendelee kupiga sio clouds na wengine waendelee kupiga, lakini ndio muziki wa Kitanzania huo. Uweze kutegemea unaweza kupigwa nchi ya Nigeria au nchi nyingine ambayo ina utamaduni uliokomaa. Ni kweli. Kwa bahati mbaya muda umetutupa mkono na maswali mengi yalikuwa yanaendelea kuingia. Mimi nadhani mjadala huu tuendelee kwenye mitandao. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana kwa ajili ya kuja, na nadhani baadaye tukishatoka hewani labda tutajaribu kujua kama uko kwenye mtandao wote wa kijamii, ili pia wananchi waweze kuendelea kujadili pamoja nawe baadhi ya maswali haya. Na kama tulivyosikia leo hii kipindi cha Njoo Tuongee, tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Harrison Mwakyembe, na tumekuwa tukijadili masuala mbalimbali ambayo yako ndani ya wizara yake, ikiwemo habari, utamaduni, muziki, sanaa na mengineo mengi. Basi muwe pamoja nasi tena wiki ijayo, na tunawashukuru sana wote waliojikita katika kuandaa kipindi hiki, akiwemo wewe mwenyewe waziri, maana tunajua umetoka Dodoma, umetoka mbali, na tunashukuru sana kwa ajili ya kupata nafasi ya kuwa hapa pamoja nasi katika studio. Hadi wiki ijayo, mimi ni Maria Sarungi Tahai. Asanteni na kwaherini.